Kwa hivyo leo ningependa tukaweze kujifunza juu ya umuhimu wa maombi ya muumini. Importance of prayer in a believer's life. Kwa hivyo ukiwa muumini na unamjua Kristo, lazima ukaweze kuwa na nafasi ya kuweza kuwa mwombezi. Na ukiwa na nafasi ya kuweza kuwa mwombezi, lazima pia ukaweze kuwa na nafasi ya kuweza kumjua Mungu zaidi. Kwa sababu ni muhimu, tena ni vizuri kama kanisa tukaweze kumtumikia Mungu kwa njia ambayo ni nzuri na tena njia ambayo inapendeza. Tutasoma katika kitabu cha Danieli 4 mstari wa 3. Biblia inasema, how great are his signs, how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. Baba, katika jina la Yesu Mfalme, nasema asante kwa sababu ya ujumbe ambao umetupa kwa nafasi hii, ili tukaweze kunena pamoja na tukaweze kusemezana juu ya neno ambalo umetupa siku ya leo, likaweze kuwa la baraka juu ya maisha yetu, juu ya jamii zetu na juu ya kila jambo ambalo tunalizungumzia. Mfalme, nasema asante kwa sababu ya vifungu vyote pia ambavyo tunaenda kuvipitia na kuvisoma siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tumekuwa tukijaribu kuzungumzia juu ya maombi, na tumekuwa tunazungumza kwamba maombi ni hali ya uungu ndani ya maisha ya mtu yeyote, na hasa mwanafunzi wa Yesu. Na sisi wote ni wanafunzi wa Yesu. Unaposoma Biblia kwa makini, unapata ya kwamba wakati Yesu alipokuja akihubiri Injili, akizungumuza, kuna wale watu ambao walikuwa wanatembea pamoja naye na walikuwa wanafunzi wake, na kuna wale ambao hawakuwa pamoja naye, lakini bado pia walikuwa wale wengine wanaomba. Ndio siku moja mmoja wao akaona wengine wakiomba, akasema, Rabii ama mwalimu, kwa nini wale watu wanaomba? Na mwingine akauliza, kwa nini sisi hatuombi? Lakini wakati walipokuwa wakitembea na Yesu pia walikuwa wanaomba. Wakifika mahali hata Yesu Kristo alikuwa anajipea nafasi ya kwenda kusimama mahali kwa pengo ili akaweze kuomba. Lakini wengi wao, hata unaposoma Biblia tunavyokaribia katika msimu wetu wa Easter, unakumbuka kwamba Biblia inakuja na kuzungumzia mara ya mwisho Kristo akiwa na wanafunzi wake akapanda juu ya mlima kabisa na akawaacha, akasema ombeni. Aliporudi aliwapata kama wanalala, na akawaamsha tena akasema ombeni. Kwa hivyo kuna tabia ambayo tunatakana kuanza kuwa nayo sisi kama wana wa Mungu, sisi kama wale ambao tunaelewa jinsi Mungu anavyozungumza juu ya maisha yetu. Leo nitazungumzia hasa kuhusu Danieli, na tunaona kwamba kwa Biblia unaposoma, Biblia inatupa mwelekeo kupitia kwa ndoto ya mfalme Nebukadneza. Nebukadneza alikuwa mfalme, na unaposoma Danieli 4 kuanzia penyewe, hapo ndipo unaanza kupata ujumbe ule ambao mfalme huyu aliweza kukutana nao. Na hapa ndipo pia tunakutana na nabii wa Mungu, na huyu nabii ni Danieli, ambapo tunaona kwamba Danieli Mungu ameweza kumpa kipaji, Mungu ameweza kumpa nafasi ya kuweza kuyafafanua mambo magumu ambayo yameshindikana katika miji. Wakati mwingine inakuwa vigumu sana, hasa ukiwa
uko na unabii, na ule unabii ni mzito kukuliko wewe, kwa sababu hapa tunaona Mungu akiwa ananena pamoja na huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni mfalme wa nchi, na mfalme naye pia akawa na uwezo wa kuweza kuwa na uoga ndani mwake, kwa sababu alipoangalia akaona, hapana, huu sio unabii wa kawaida, na mambo yote haya lazima nitafute watu after kuona kwamba hiyo ndoto imeweza kutimika. Na akaona akawaite watu ili akaweze kuona wale watu wanachangia nini na ni mambo yapi ambayo wanaweza kutumikia. Kwa hivyo Biblia inasema katika Danieli 4 penyewe ya kwamba mfalme Nebukadneza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote yote, amani ingezeka katika dunia. Nimeona vema kutangaza habari za ishara na maajabu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinazungumziwa hapa. Hii Biblia ni letters zake ni ndogo, sasa kuona kwangu ni kunashindikana. Ni vizuri tukaweze kujua kwamba hapa nimetaka kila mtu ushikilie chapter 4 verse 1, ndipo tukaweze kuangalia ili chapter 3 ambayo inazungumzia how great are his signs. Kwa hivyo kuna maajabu na kuna mambo ambayo Mungu anaweza kutenda. Na wakati mwingine tukiwa katika kanisa huwa tunaimba na tunasema, wajabu wewe wajabu, mfalme wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. So sometimes wakati tunapoimba haya maneno watu tunaimba, lakini wakati mwingine tunaweza kuwa ndio tuko ndani ya roho, lakini pia hatujui ni wapi penye kifungu kinaweza kutuelekeza kwa yale mambo ambayo tunaimba. So that scripture Daniel chapter 4 verse 3 inanirudisha back to that song. Kuna vitu ambavyo Mungu aweza kufanya na vinaweza kuwa zaidi ya wanadamu, na kwa hivyo hapo ndio tunaita uungu kupatikana. Na niliwaambia kwamba tabia ya uungu kukaa pamoja nasi inaanza na maombi. Kama mtu hawezi kuomba, na ile Jumapili nyingine tulikuwa tunazungumzia juu ya how to encounter, jinsi vile unaweza kukutana na uungu ndani ya maisha yako wakati wa maombi, na tukaongea vipengee karibu 5 ambavyo vinatuwezesha vile tunaweza kukuja na kukutana na Mungu, na ni vipi ambavyo vinaweza kutusaidia ili access yetu na Mungu ikaweze kuwa katika hali ambayo ni nzuri. Daniel alikuwa kijana na pia alikuwa amepewa jina lingine Belteshazzar. Na tunaona ya kwamba Biblia inatuambia kwamba mfalme aliota ndoto, na mfalme alipomaliza kuota ndoto akawa na uchungu ndani ya maisha yake, na akaona kuna uoga umeingia kwa sababu sio ndoto ya kawaida. Na kutokana na hapo mfalme akakimbilia na kuwaita watu, akawatafuta wale wachawi wa mji wakaweze kuja, akawatafuta wale watu wa mwezi, akawatafuta wale watu ambao kuna watu wa miujiza tofauti tofauti, na akawajaza pale katika chumba la wafalme ili wakaweze kuchambua. Lakini kila mtu aliyezungumza naye hakuwa na uwezo, na wachawi wote, waganga wote, watafsiri wote, wafasiri wote,
akawaita. Lakini hata kuna wale watu ambao ukimwambia tarehe ya kuzaliwa, anakuambia tarehe yako ya kuzaliwa ni nzuri ama ni mbaya. Wote akawaita, lakini wote wakashindwa. Mwisho unaposoma Biblia hapa unapata ya kwamba sasa mfalme alipoona mambo yameenda zaidi ya vile yamemshinda, akamuita Danieli. Na hapo ndipo sasa tutakutana hapa unaposoma mstari wa 16, Daniel chapter 4 verse 16. The Bible says, "Let his mind be changed from a man's, and let the beast mind be given to him, and the 7 periods of the Passover him. The sentence is by the degree of the wonders, and the decision by the word of the holy ones at the end. This dream I, King Nebuchadnezzar, saw, and you, Belshazzar, tell me the interpretation, because all the wise men of my kingdom," watu wote wa ujuzi wa maarifa, "are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of holy gods in you." Hasa hapa mfalme amemuita Belshazzar ambaye ni Danieli, anamwambia, najua Mungu wako ana uwezo wa kuweza kuyazungumzia haya maneno na aweza kunipea mwelekeo kuhusu haya maneno. Mstari wa 19 sasa ndio tunapata ya kwamba Daniel now is interpreting the dream. Then Daniel, whose name was Belshazzar, was dismayed for a while, and his thoughts alarmed him. The king answered and said, "Belshazzar, let not the dream and the interpretation alarm you." Belshazzar answered and said, "My lord, may the dream be for those who hear you, and its interpretation for your enemies." Kwa hivyo wakati alipojieleza, mfalme alipoangalia, na nabii wa Mungu ambaye ni Danieli alipousikia ujumbe, akashikwa na butwa na akaona mambo sio mazuri. Na kulingana na ujumbe ambao Danieli alikuwa ameusikiliza na vile Mungu ameweza kumzungumzia, haukuwa ujumbe mzuri. Na hapa ndipo tunaona ya kwamba sasa mfalme alikuwa ameota, na aliota mti mrefu katika nchi ambao ulikuwa na matunda na matawi mzuri. Ameona vitu vizuri, lakini chini yake kuna wale wanyama waliokuja hapo chini wakizunguka hapo, kukawa na vitu tofauti. Kama juzi nilisikia watu, sijui watoto siku hizi wanafanya AI, wanachukua wambundo wanatuma huko kwa president, alafu wanasema wambundo zimejaa huko kwa State House. So vitu kama hizo, ama wanatengeneza cheese hiki, they send them there. But now he is a reality now. The king ameweza kuota, na the king needs interpretation, kwa sababu one ako disturbed, hawezi kuelewa ni vitu gani hivi. Sasa unajua Danieli alishikwa na butwa kwa sababu number 1 alijua this is the king. Number 2 alijua the interpretation is not good. Sasa nitamwambiaje mfalme? Lakini mfalme akasema hapana, wewe sema kile ambacho utaweza ili tuone vile tunaweza kutatua. Lakini Danieli akasema, unajua mfalme, ule mti ambao umeona ni wewe. Ule mti ambao umeona, na umeona tena huo mti ukikatwa, inamaanisha ya kwamba hizi vitu zote ambazo unafanya vitakuja kukatika. Ule mti ambao umeona na vile vitu ambavyo unaona. So it is the bride, ama ile hali ya huyu mfalme wa inji kujiona kuwa bora kuliko kila mtu, na ile majifuna ambayo alikuwa nayo. It is like that tree of the earth ambayo imeonyeshwa katika kitabu hiki. Na kwa hivyo Mungu naye akazungumza na mtumishi wa Mungu ambaye ni Danieli. Na Danieli akampa ujumbe straight away, na hakuogopa, na akamwambia vile Mungu anazungumza na vile Mungu anataka kuona vile mambo yalivyo
katika maisha yake. So it is good wakati tunapokaa lazima tujue kwamba God speaks through divine revelation. Nebuchadnezzar though through a dream, the dream contained a message about king's pride and what will happen if he did not humble himself. Kwa hivyo yeye wakati alipoota hakujua ya kwamba ndoto hii inamaanisha maisha yake na inamaanisha ufalme wake na ile hali ya majifuno ambayo ako nayo. So God can speak through dreams and visions. Kitu ambacho natakana kujua, number one revelation in your life, ya kwamba God can speak through dreams and revelations. Vitu ni viwili. Sometimes kuna watu ambao God has really spoken to them. Na kuna vitu viwili ambavyo vinatendeka katika maisha ya mtu. One, some people are gifted na kitu inaitwa the word of knowledge. Word of knowledge ni sometimes hata kuna mtu anaweza kuwa anakuombea na anataja kitu ambacho kinakuaffect kwa maisha yako. That's what we call the word of knowledge. Wako gifted. So God can reveal. Mungu tu anaweza. Then also there is that sense. There is that sense. Kuna kitu unaweza kuwa nakifikiria in the process of like 5 minutes kinakuja kutendeka the way you are thinking about it. That is not your thought. Ilikuwa inatoka kwa Mungu. So Mungu anaweza kuzungumza na wewe kupitia kwa different revelations, and one of the revelations we are seeing is that God speaks through dreams. Hapa ni kumaanisha kwamba and visions. Mungu alitaka kubadili nia na tabia ya mfalme Nebuchadnezzar na alitaka yeye akaweze kubadilika. Then also kitu ambacho tunataka kusoma ni kwamba divine encounters often come with warnings. Sometimes wakati tunapomjua Mungu, mambo mengine tunaanza kukutana naye yanakuja kupitia kwa onyo. Unapigwa onyo na Mungu. Na hapa mfalme alikuwa anapigwa onyo. Alikuwa anajaribu kuambiwa kwamba it is not possible for you to continue being proud of yourself. Kwa sababu very soon utakula nyasi. Utakaa kwa msitu for 7 years. Kwa sababu hapa, and that was the dream. Lakini the king couldn't understand. Yeye alikuwa anafikiria sasa nini ambaye inafanyika. And the servant of God ambaye anaitwa Danieli aliweza kuyazungumzia. Essence ya kusoma kitabu cha Daniel is to encourage you learn to be a divine encounter person. Kwa sababu ya nini? Waweza kujidanganya ukafikiria wachawi wanaweza kufanya kazi kwa maisha yako. Unajua sometimes you can come to church, lakini ukitoka church bado uko na kasehemu ambako unaamini ya kwamba kanaweza kusaidia. Kwa sababu huyu mfalme alikuwa na kasehemu. Hapa Bungoma siku hizi hata magavana wakikuja hawaingiangi kwa ofisi. Kwa sababu kila gavana ako na mganga wake. So kitu wanaogopa ni moja tu, ni mganga, lakini hawajuangi ya kwamba hata usipoingia kwa ofisi kama huyo mganga anaweza kuroga, atakuroga na ukufe. That's the only thing they forget. So wamehamisha maofisi, wengine wamepeleka nyumbani kwao kwa sababu wanaogopa. Pengine kuna kitu walisikia. So wengine wanatembea na waganga. Waganga ndio wanajaribu kuwazungumzia, wanasema hivi na hivi. And that is why in all times nimekuwa naambia watu ya kwamba divine encounter only comes to those people who are ready to listen to God. Haiwezi kuja kama wewe huwezi msikiliza Mungu. Iko mtu alitokea hapa Kenya anaitwa Sisi ndio Sifuna. Juzi nimeona wakora wanamuita kule Maeni. Ati Elicha wanameme, tunataka tuzungumuze na wewe. Hao ndio wakora. Kwa sababu they don't have God with them. Wako na miungu hii ambayo mfalme Nebukadneza aliita lakini haikufanya. Watakudanganya you are lost, but you are not lost, because the Bible, kitabu hiki cha Mungu, kina uwezo wa kubadilisha mambo yote. Lakini once Biblia wanasema ya kwamba wewe once you get saved and you believe in Jesus, you are delivered. Hakuna nguvu zozote za kishetani ambazo zinaweza kuingia katika maisha yako. So God reveals things to bring people back to him. Kwa nini Mungu anayazungumza haya mambo? Na kwa nini Nebukadneza alitafuta waganga wote? Even sometimes kuna watu wanaweza konjeka
na watafute waganga wote wajaze kwa boma. Wakifika kiwango cha kukufa sasa, wanaita pastor, wanasema pastor, we are now back to Jesus. Tumerudi kwa Yesu na tunataka utuombee. So mkiomba mkimaliza na anakufa. Sasa ushuhuda unakuwa kwamba amekuwa ndugu mzuri kanisani. Hata tulikuja wakati tulikuwa tunaomba, huyu ndugu ndiye akaenda kwa baba. Lakini the truth is, ni miungu yako na ukora wako umekuua without your knowledge. So sometimes why we come to church, the church opens our eyes. Inatupea the importance of prayer. Kitu natakana kujua kwamba if there is something ambaye imekutishia maisha yako, then you need to pray. Kama kuna kitu ambacho ukiangalia unaogopa, then you need to pray. Kama kuna kitu ambacho unaangalia kwamba kimekupea a lot of tension in your life, then you need to pray. Mimi wanaona wanasiasa akiona kitu kinamtishia, anaangalia the ways ya kujiprotect, either kutuma majambazi wapige yule mtu mwenye amesema. So they try all means. But us in the kingdom of God, sisi lazima tuitishe Mungu, tuseme Bwana tubariki, tuwezeshe, tupiganie. So the God of Daniel, wacha nikwambie, na kuna slogan ambayo nataka kukupea. You can walk with this slogan, na unasema ya kwamba the Daniel prayer. Wakati unatembea ukipata watu wanaenda in the wrong way, you don't need to give them a lot of info. You say God the Daniel prayer. Wakati huyu mfalme Nebukadneza ambaye alikuwa na kiburi, ambaye alijiona kuwa bora kuliko kila mtu, ambaye alikuwa na madharau, ambaye aliwanyanyasa watu wengi, ambaye hakutaka kusikia neno la Mungu, at the end ametafuta all the magicians, ameajiri watu kwa ofisi wanajua uchawi kuliko kila mtu. But at the end kuna something that happens, and that is where unapata ya kwamba in Daniel chapter 4 verse 3 inasema ya kwamba how great are his signs, how mighty his wonders. His kingdoms is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. The mighty wonders. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Kama bado you are still doubting, try it. Jaribu Mungu na uone. You will encounter the supernatural power kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama watumishi wa Mungu tukaweza kujiuliza ya kwamba je, katika maisha yetu tumeona haya ni maisha ya Danieli, tumeona maisha ya Nebukadneza. Sasa what do we learn from it? Na Mungu anazungumza nini? So God uses his servants to interpret his message. Wakati mwingine ukiwa na message na imekuwa ngumu, watumishi wa Mungu wanaweza kuinterpret the message that you are having. Kama inakusumbua, unatakana uombe, you bring it before God. Like Daniel chapter 4 verse 19 to 27, tunaona ya kwamba Danieli anakuja na anasema ya kwamba the great tree in the dream represents the king. Because of the pride, the kingdom would be taken from him. Kwa sababu ya majivuno ambayo amekuwa nayo, sasa ufalme utachukuliwa kwake. He would live like a wild animal until he recognizes God as his true ruler. Kwa hivyo wakati mwingine watu wakiwa na pesa, watu wakiwa na kitu chochote kimewawezesha katika maisha, they forget about God. So Nebukadneza hakuona Mungu kuwa wa dhamana. Na kwa hivyo Mungu anamzungumza, anasema ya kwamba licha ya kwamba wewe ni mfalme, licha ya kwamba wewe uko na vitu vizuri, at time niko naenda kukung'oa kutoka kwa haya madaraka, na at the end wewe utakula nyasi kama wanyama wengine, those the wild beasts. God uses fruitful servants to communicate his truth. Katika kanisa vile tuko hivi, kuna watu ambao Mungu aweza kuwa na ujumbe, na saidi ya hayo wanaweza kukuambia saidi vile wewe unasikiliza. Then pride brings God's discipline. Wakati ukiwa na majifuno, you are proud of yourself, upendi watu, Mungu anakuja anakupa tiba kidogo. Daniel chapter 4 verse 30, the Bible says, is not this the great Babylon I have built by my mighty power? The mighty power. Kenya hapa ukiangalia, Kenya imekuwa na marais wengi, lakini kuna rais mmoja anapiga kifua sana kuliko wote katika nchi yote.
So sometimes these things happen because they don't understand why they are saying that. But at the end of it, God humiliates them. So ndio maana unaona ya kwamba ukisoma Biblia hapo chini unaona Nebuchadnezzar humiliated. Wale ambao mko na Bible, ukienda hapo chini sasa unapata verse 28. Verse 28 kuendelea, Biblia inasema kwamba all this came upon King Nebuchadnezzar at the end of the 12 months. He was walking on the roof of the royal palace of the Babylon. And the king answered and said, it is not this great Babylon which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty. So anajisifu tu na kujipa sifa mingi ambazo hazina mwelekeo. And you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field, and you shall be made to eat grass. Wale ambao mnasoma Biblia mnapata ya kwamba Nebukadneza alikula nyasi. Na huyu ni nabii wa Mungu, alimwambia tu mambo machache na watu wakaangalia wakashindwa, kwani Danieli ana uwezo gani wa kuweza kuyazungumza haya? Wacha niwaambie, kanisa ya leo, we need the Daniel prayer. Now, if the lifestyle ya Danieli unapoiangalia kuanzia hapo nyuma, unapata ya kwamba Daniel created space for God. Alikuwa na wakati wa kuweza kuomba. I don't know if you have a space for God. Wakati unapoenda na kula ugali ama unakula mchele, I don't know if you keep space for water. Unaweza kula umalize na ushindwe kunywa maji kwa sababu you have overeaten. Wakati unakula, you don't need to eat until hata unashindwa kuamka na kutembea. Hallelujah. Siku moja tulikuwa Nairobi kwa hoteli nyingine mzuri sana, na kuna brother mwingine tukakuwa na yeye, na nikachukua chakula kidogo. Kuna kitu inaitwanga buffet. So akaniuliza, bwana, God has blessed us to eat, lakini brother, you are not serious in eating. Nikamwambia, be serious in eating. I'm also serious in eating. This is my share, that is your share. Hallelujah. So sometimes hata ukija kanisani, did you have space tu ya maombi? Na ama uko tu na space sahi, ukitoka hapo unasema tulipreachiwa Bwana, tulipreachiwa Bwana. I've been talking to Peace this morning. Kuna mahali nilimwambia aenda asikilize aone ni kosi gani anaweza fanya. So nauliza Peace, what mind have you made? She started answering me other things. Then I told her, stop giving me those stories. What I need is this and this and this. So what am I asking you? Na kuuliza wewe ambaye umeniangalia hapa kanisani. What space do you have for God? Ama wewe ni mmoja wao, unakuja tu kanisani, you are a good believer, you say amen. Wakati pastor ana preach, amen. Wakati unarudi nyumbani, same person. Even wakisema tu maombi peke yake, you don't know even how to start praying. Hata wakisema tu brother, kuja utuombe, kinaumana. Wakisema brother, kuja ufanye hii. By the way, do you have space for God ukiwa hapa kanisani? Na is there any day umefika kanisani kabla mtu yote hajafika ukaona wana arranging kanisa saa ngapi? Have you ever been part of the contributor to the church? Hata kupanga kiti peke yake, ama unakuja tu na unakaa kiti ya nyuma? Hallelujah. I expect next time the front benchers to be the back benchers, so that wewe ukifika unachukua kiti ya mbele na umekaa kabisa katika jina la Yesu, so that wengine wakikuja they become the back benchers. So tunasonganga pole pole ili tufike kwa madhabahu. Lakini kama umekatalia kwa kona, you will remain in the corner for all years. But the revelation ya Mungu wakati ilifikia huyu mtumishi wa Mungu Danieli alijua kila kitu. Na hata Mungu alikuwa amemzungumzia, huyu jamaa anaenda kupiga ukuta. Atatafuta waganga wote, atatafuta wachawi wote.
na atashindwa. Ndio maana hapa Bungoma kumekuwa na shida mingi. Unaona mabishops wanaitwa na wanasiasa. Sisi hatuhitajiki kuitwa na wanasiasa, ni sisi tunawaita na kuwapa onyo. Lakini hao kutuita na tunatembea tunaenda, alafu pesa ikitolewa unasikia ni corruption. Unaanza kushangaa, kwani tena hii kola kumbe iko na corruption. Asubuhi tulikuwa tunafunzwa juu ya be clean. Be clean, kuwa msa. So sometimes usione pesa ukaharibu ushuhuda. Unajua sijui kama Danieli angekuwa kama mtu mwingine hapa, angekuwa mjanja na angeona ndio Mungu amesema hivi, lakini kwa sababu is the king na anatakana kula vizuri, wacha nimwambie king, unajua hiyo muti, unajua inamaanisha wewe sasa ndiye mwenyewe kabisa, wewe ndiye uko na wewe ndiye utakuwa milele na milele. Sasa unadanganya mfalme, alafu kutokea hapo unakula kitu, unasema wacha mtumishi wa Mungu tukaweza kumpa sadaka, na unasema amen. Unachukua unaenda umedanganya, you behave like Gehazi. Nani ameisoma story ya Gehazi kwa Bible? Gehazi alikuwa mtu mkora. Wakati nabii ameenda kuombea mtu amepona, alipotoa mali akapeana mfalme, na huyu akasema hapana, wacha ikae. Nabii akasema wacha ikae. Na alipoenda, kwa sababu Gehazi alikuwa hapo, unajua wakati mwingine unaweza tembea kumbe umetembea na magehazi. So wanaangalia wanasema wewe mtumishi. Sasa wakati alifika na akarudi akasema nabii amenituma sadaka yenye ulikuwa unatoa hiyo unipe. So huyu alikuwa na ugonjwa wa ukoma. So wakati alipochukua na ile ugonjwa wa ukoma ikatoka kwa huyo ikaingia kwa nani? Kwa Gehazi. So sometimes wakati tunapomtumikia Mungu, sometimes wakati we know what God is speaking to our lives, what is the question that we are asking ourselves? What is the really thing? What is the really thing that is affecting our life? Nini inatuokofesha sana? Kwa sababu hapa tunaona the key question ya mfalme ni kwamba nitafaulu aje, na nitapigana aje, na nitashinda aje. So importance of prayers ni kwamba strengthen you become strong. Then God restores those who humble themselves. Wakati wewe unaponyenyekea mbele za Mungu, God will restore you. Ukitaka Mungu akaweze kurejesha, lazima ukuwe mnyenyekevu. Usianze kudharau watu. Haleluya. Kuna watu hata akinunua hata ng'ombe peke yake hata hataki kusalamia jirani. Anaambia jirani, unajua move from another step to another. So wewe baki vile ulibaki kwa village. Huwezi jua ng'ombe itakufa lini. Na huwezi jua hii ng'ombe ikikufa nani atakuja kukusaidia. Haleluya. Na nani atakuhimiza. So tukinunua ng'ombe, tukinunua magari, tukiwa na vitu mzuri, tusidharau watu kwa sababu sisi tunavyo. Haleluya. Ati tuko ligi tofauti, wewe kaa kwa village. We are in a different league. Hapana, always never lose friendship kwa sababu ya mambo ya Mungu. Daniel chapter 4 inatufunza ya kwamba it reveals God's authority over human life. Ya kwamba Mungu ako na mamlaka juu ya mwanadamu. So umuhimu wa kumjua Mungu ni kwamba atakupigania, atasimama pamoja nawe, na utaanza kuelewa kila ambacho Mungu anazungumza juu ya maisha yako. Then another thing it does is that it exposes pride and sin in our hearts. Wakati tunapoangalia kwamba kama sisi tuna majifuno na tunaona ya kwamba kuna dhambi ndani ya maisha yetu na tunajiona kuwa bora, Mungu anaweza kutuleta na kutuweka wazi. Tutaonekana na tutajulikana. The way King Nebuchadnezzar mambo yake aliweza kuonekana. Na unajua kwa nini inaletwa wazi? Kwa sababu ameleta all interpreters. Ingawa wameshindwa, lakini huyu kijana ambaye anaitwa the Daniel, Belteshazzar anafika tu na kusema okay, viti yako hii mimi najua, hii yako naona nikisema utaninyonga. Iko siku nyingine, iko mhubiri mwingine alihubiri mahali, nikasikia wakati alimaliza kupreach ilikuwa ngumu kutoka tena, security ikawa inamlinda tu, tena waite maaskari wa mwescort aende, kwa sababu alipo preach some of the leaders who are there hawakufurahi.
wakasema huyu ametugonga, na sasa leo lazima tunyoroshe yeye. So unajua mpaka wanataka kunyorosha na wahubiri wale, kwa sababu injili, unajua injili ni tamu na tena ni mbaya. So inaweza kusababisha ukapigwa vizuri. Kina Stephen walipigwa, lakini bado walibaki na ile imani. Kwa hivyo ukitaka kuwa mhubiri, uanze kujua kwamba unatakana uhubiri ukweli, usidanganyane na watu. Ambia watu Kristo anakupenda, chukua safari iliyo mzuri. Another thing about this book is that it brings correction and discipline katika maisha yetu, ya kwamba we are corrected. Hapa mfalme anaambiwa ukweli na Mungu anajaribu kumwonyesha nidhamu ambayo anaweza kupata. Then also leads to repentance and transformation, kwa sababu inakuwezesha ukaweza to repent, ukaweza kutransform. Then restores those who humble themselves before God. Mtu yeyote ambaye ako tayari na ameweza kunyenyekesha mbele za Mungu, basi hapo Mungu anaonekana. We can encounter the divine power from God. Tunaweza kukutana na uwepo wa Mungu katika maisha yetu kupitia kwa sisi kuweza kushikana kwa mikono kama Wakristo. Sisi kuwa na imani na kujua kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaweza kufanya zaidi ya maisha yetu. Lakini tukiwa tunaenda katika maisha kama hayo, lazima tuulizane, tuseme, je, ni mambo yapi ambayo tumekuwa tunayatumia na yametusaidia kivipi na tunaenda kwa njia gani? Prayer releases God's power. In James chapter 5 verse 16. Effective prayer is powerful. Maombi ya mwenye haki ni ya manukato. Maombi ya mwenye haki yanajibiwa kwa njia ambayo ni nzuri. So prayer deepens relationship with God. Wakati unapoomba, you have intimacy with God. Unakuwa na karibu na Mungu sana. Na unaanza kuona ni nini ambacho Mungu anajaribu kukuzungumzia. Kwa hivyo lazima ukaweze kuangalia kuona ya kwamba what is it that God is speaking to me? Mungu anazungumza nini kuhusu maisha yangu? It builds intimacy, not just requests. Sometimes there are requests tunaweza fanya kwa Mungu, but we are close to God. Tuko karibu sana na Mungu wetu na tunajua kila ambacho Mungu anazungumza. So prayer transforms believers. How does it transform? Yani inabadilisha waumini na inabadilisha from fear to peace. Kama uko na uoga, unaanza kuwa na amani ndani ya maisha yako. Badala ya uoga, from fear to peace. Sasa unaanza kuwa na amani ndani ya maisha yako. Then from weakness to strength. Pale ambapo unaona ya kwamba umeonyesha udhaifu sana, sasa unaanza kupata nguvu katika maisha yako. Then from doubt to faith. Pale ambapo umekuwa unaona haiwezekani, sasa unaanza kuwa na imani. Sijui what you are building in your life. Na hivi ndivyo nataka kusema, ya kwamba maisha yako ya hapa duniani yanaenda sambamba na imani yako. Kuna watu wana imani kwa Mungu, lakini nusu ya imani ni ya Mungu na nusu ya imani ni ya mambo mengine pia ya dunia. So unapata ya kwamba that person hawezi kujua nani anaweza kusimama ndani ya maisha yake na kumsaidia kufika kiwango ambacho anataka akaweze kufika. So ukiwa na uoga ndani ya maisha yako, unaitisha amani kwa sababu you have faith in the Lord. Ukiwa mdhaifu, unaitisha nguvu kwa sababu you have faith in the Lord. Na ikiwa una dukuduku, unapoangalia unaona haya mambo siwezi kuyaelewa, siyajui, then create faith in your life. The last statement ambayo nataka kusema ni kwamba imani yako ni zaidi ya uungu ndani ya maisha yako. Kwa sababu ukikaribisha uungu lakini hujaweka imani yako kwa ule uungu, ni vigumu sana. So ni lazima uchukue imani yako yote na uiweke katika ushauri wa Mungu
katika hekima ya Mungu na katika kila jambo ambalo unapitia. Baba, katika jina la Yesu Mfalme, nasema asante kwa maana unaweza, unabariki, unainua, unatakaza watu wako. Nasema asante kwa sababu ya neno hili ambalo nimeweza kulizungumzia juu ya Mfalme Nebukadneza pamoja na Danieli, ya kwamba Mfalme ulimwezesha Danieli akaweza kuwa na neno lako la kuweza kuyazungumzia mambo yaliyo makubwa kutokana na uungu ambao ulikuwa umeweka ndani mwake, na kutokana na imani aliyokuwa nayo ikamwezesha ili akaweze kuomba, akaweze kuzungumza mambo ambayo yalikuwa makubwa makuu, na baadaye akaja kutendeka. Tunaomba ya kwamba Mfalme ukaweze kutusamehe, ukatuoshe na damu yako, ukatuondolee aina zozote za kiburi, kama kile kiburi ambacho Mfalme Nebukadneza alikuwa nacho, kile kiburi ambacho watu wengine pia wanaweza kuwa nacho katika ulimwengu wa sasa. Mfalme ukatuondolee sisi wote, na ukaweze kutufunza jinsi ya kuwa wavumilivu na jinsi ya kuweza kuwa watu ambao ni wanyenyekevu kwa neno lako na kulisikiliza na kulitumikia. Nasema asante maana unaweza, tena unabariki. Bariki watu wako na ukaweze kusimama pamoja nao katika hali zote ambazo wanapitia. Nasema asante maana unaweza, katika jina la Yesu Kristo na wanakuamini. Amen.